tunapokea message nyingi, wana Yanga wameshaanza kuvuka, wengine kama hivyo wameshafika. Hii ni kwa mara ya kwanza, haijawahi kutokea. Mechi inapigwa Unguja hapa, wana Yanga siku 2 kabla wameshavuka maji, wako hapa. Hawajali sio gharama za kulala na nini, wako hapa siku 2 kabla kwa ajili ya kuhakikisha ukipita mitaani uko jezi za Yanga zinaonekana. Jezi za kimataifa, sio bandika bandua hii. Jezi za kimataifa zinaonekana mtaani. Ni wachezaji wanaona kwamba okay, tayari mashabiki wetu wameshaingia Unguja na wanatuhamasisha tukapambane. Kwa hiyo niwaombe na ambao wanavuka leo na ambao watajaliwa afya njema, uhai inshallah, siku ya kesho, boti ya asubuhi, ile boti inabidi ijae Yanga tupu. Tuje tuungane na wenzetu wa hapa Unguja, tuujaze uwanja wa New Amaan Complex. Nishazungumza na vikundi vyangu vyote, kimya kimya nishatembea. Kesho patapigwa madufu mundani, haijawahi kutokea jeni. Patapigwa madufu mundani, haijawahi kutokea. Tunataka tupate burudani. Sasa lazima wana Yanga wajue kesho na wao wana wajibu mkubwa. Yaani ile kundi ni gumu. Zungumza na kuzungumza, ile kundi ni gumu. Lakini difference inakuletwa katika uwanja wa nyumbani. Wote hao unavyo wanaongea hapa, wanatufikiria hapa Yanga tupambane kama yetu tupate sare. Kwao wanaona kama wanaanza kwenda kufungulia booster. Kwa hiyo sisi nyumbani tusikubali unyonge. Yaani hapa tusikubali unyonge. Tusikubali. Tusikubali kabisa unyonge.